your family. And for your business. Biblia yetu inasema kwamba it is a year of dominion. Na utawala ni nini? Utawala, it is a divine connection. Hallelujah. Amen. Wakati tulipokuwa tukimaliza mwaka, nilienda mbele za Mungu na nikamuomba. Nikamwambia Bwana, mwaka tumetumia vizuri. Kama ni kuhubiri tulihubiri. Kama ni kusaidia watu tumesaidia. Kama ni project tumezifanya. Tupatie mwelekeo. Tunapoenda kumalizia mwaka huu. Basi pale Roho Bwana akaniambia, nikuje niambie kanisa ya kwamba mwaka tunaingia ni mwaka wa utawala. Ni mwaka wa utawala. Inamaanisha ya kwamba ushachaguliwa na Bwana. Ushachaguliwa na Bwana. Inaweza kuwa kuna mambo yamekuwa yakikuzuilia mwaka uliopita. Inaweza kuwa kuna mambo yaliyokuzungumzia mwaka uliopita, lakini Bwana akasema mwaka wa 2026 ni mwaka wangu bora, ni mwaka wa utawala. Nimekuja kwako nikwambie, lazima utatawala. Lazima utatawala. Bisha wenzako mwambie utatawala. Nyuma mwaka ni mwaka wa kutawala. Ni mwaka wa sunna. Imebuko Joshua chapter 1 kilungule chambe. Singependa nianze mstari wa kwanza, lakini nitaanza nikuwa nianze mstari wakati pale, lakini kwa sababu ufuatilizi wa maneno nipema tuanze mstari wa kwanza. Na Mungu ataenda kutubariki kwa dakika chache ambazo zitakuja. Utawala tayari utakuwa juu yako, na Bwana atakubariki. Haleluya. Amen. Maandiko yamesema kulia Joshua kilumchambe. Maandiko yanasema Yoshua kifungu cha kwanza. Waambie mstari wa mbele. Kwanza mstari wa kwanza. Kwa kikamba kana Kiswahili sawa sawa. Nataka nisome kikamba. Na kwethiwa itina wa Mose muthukumi wa Ngai akwa. Yoba anene na Yoshua mwana wa Nuni. Muthukumi wake Mose akimwambia ukatoke Musa mtumishi wa Bwana. Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni, mtumishi wangu Musa akasema, Mose mthukumi wakwa ni mkuu ukilaindi uinge Yordani uyo wena andu aonde kulikandi ilani manengae ana Maisraeli. Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, ukaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Kila bandu naibu wenyu ukakinya kuu ni munengetwe okundu na otondu na mweli ya Mose. Kila mahali zitakapokanyanya za miguu yenu nimewapa nyinyi, kama nilivyomwapia Musa. Kuma wami wafa Lebanoni okubika usi unge munene o usi wa Ebalati ndi yombe ya Haiti na kubika ula ukanga munene welekele udhuiloni wasiwa ukezi wa mupaka wenu. Tangu jangwa hili mwenda mlima huu Lebanon mpaka mto ule mkubwa hata mto wa Frati, nchi yote ya Mwaiti, tena mpaka baharini ile kubwa upande wa machweo ya jua, hapa ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Kutukezi wa Mungu ona wiva ula ukatona kungema
kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Ili wanafinya na ukomba munene mundu ukatuma ando amo samdi ila nebitie aidemo nimanenge yidiwe utiwa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakao waridhisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Hindi wanavinya na ukomba munene bisubie wikepeana na mea yonde ila maosema mukumi wakwa na muyaye ndukamia uche kwelekela kwako kwaku kwaume kana kwako kwaku kwaka nikana wabinike ovala wini. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kwenda sawasawa na sheria yote aliyowaamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Ilikuliamia litikaume kanyane waku hindi niswaniye mwana na utuku nikana usubie wike pena na wonde ulawandikito dhine wayo nundu nivo ini wanyula zia yaku na nivo wika na kiniko. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndiko utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Ndikuyaite ili wanavinya na ukomba munene ndukakie ona ndukatebe mundu yoba ngai waku ego mwinaku okula wili. Je, si mimi niliyekuamuru? Hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hata iwe. Basi nataka niongee na wewe kwa muda mchache sana. Ndio nakuja katika neno, kwa sababu nilianza kwa kuambia ya kwamba Mungu yuko hapa. Na nimehisi ninajua Mungu yuko mahali hapa. Kuna mambo Mungu atayafanya kwa maisha yako yawe kumbukumbu ya maisha yako. Biblia inasema ya kwamba wakati ukafika siku moja, Biblia inasema wana wa Israeli walipokuwa wakiondoka katika nchi ya utumwa, Mungu hakuwaacha peke yao. Musa alikuwa mtu wa kusimama kwa nafasi ili aongoze wana wa Israeli. Biblia inasema ya kwamba kwa sababu akili ya Mungu na mawazo ya Mungu ilikuwa wana wa Israeli wafike nchi ya ahadi, nchi ambayo Mungu aliahidia mababa zao. Biblia inasema ya kwamba wakati walipokuwa wakitembea, wakati walipokuwa wakienda, siku zikafika. Biblia inasema ya kwamba Musa akafa, akawa yuko tena. Wana wa Israeli wakabaki peke yao, wakabaki wakiwa wana kiongozi, wakabaki wakiwa wana mtu wa kuwaongoza. Ashukuriwe Bwana wa majeshi. Biblia inasema ya kwamba basi katika uongozi wa Musa kulikuwa na mfuasi nyuma yake ambaye Biblia inamwita Joshua. Joshua alikuwa imara. Joshua alikuwa nyuma ya Musa. Joshua alikuwa na neema. Joshua alikuwa na kibali. Joshua alikuwa amechaguliwa na Mungu. Mchana wa leo ninaona akina Joshua, ninaona akina Joshua ambao wamekaa chini ya neema, ambao wamekaa chini ya mafuta, ambao wamekaa chini ya nguvu. Ninasema jioni ya leo Joshua yuko hapa. Joshua
Pandisha hiki kidogo, nasikia unipige kwa chini tukapandisha ile hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema Mungu akasema, akamtokea Joshua, akamwambia Joshua, mtumishi wangu hayuko tena, Musa hayuko tena, wana wa Israeli hawana kiongozi, lakini kuna kitu kimoja niliapa na wale wa Israeli, ya kwamba nitawapeleka Kanaani, ya kwamba nitawapeleka nchi yao. Siku nimekuambia ya kwamba Bwana ameahidi mwaka huu ya kwamba kuna mahali anakupeleka, kuna mahali anakupeleka. Akamwambia, wewe inuka Joshua, Joshua inuka, Joshua inuka, Joshua inuka. Musa hayuko tena, Musa hataonekana tena, lakini yao watu lazima waingie Kanaani, lazima waingie Kanaani, lazima waingie Kanaani. Musa hayuko tena, lakini Joshua, wewe ndio utakaowaongoza wana wa Israeli waingie nchi ya ahadi. Sikia, the promises of God 2026, Bwana akufanye uwe mtawala. Hautawali zile vitu vyako, unatawala hata zile mababu zako walishindwa. Inasema utawala tulio nao sio wa zile vitu vyetu, hata waliotutangulia hawakuweza kushinda. Tunaenda kutawala mashamba ya mababa zetu, tunaenda kutawala manyumba ya mababa zetu, tunaenda kutawala magari ya mababa zetu. Sikia, inaweza kuwa baba yako mzazi na mama yako mzazi, pengine kulikuwa na ahadi ambayo Mungu aliwaidia na hawakufikia. Wengine wakafa mapema kabla hawajajenga, wengine wakafa mapema kabla hawajajenga ghorofa, wengine wakazeeka mapema kabla hawajanunua gari. Hiyo ahadi iko live kwa anga. Hiyo ahadi ni yako, hiyo ahadi ni yako. Hata kama hawakushinda, wewe utashinda. Hata kama hawakudrive, wewe utaendesha gari, wewe utajenga nyumba. Sema yes. Sema amen. Bwana alikuwa na mpango kwa uzao wa kwenu utoke nabii. Alikuwa na mpango enzi za babu yako, enzi za baba yako, enzi za waliokutangulia, lakini ikashindwa, lakini ikauawa. Kwa jina la Yesu tunaenda kutawala hata kile waliua, tunaenda kutawala. Tunaenda kutawala. Njia of dominion. Wazazi waliisha mapema, wewe hautaisha mapema. Waliondoka mapema, lakini wewe hautaenda mapema. Sikia nikuambie, hakuna mahali unaenda, lazima utawale. Utawala ulikuwa wa familia ya kweli, utawala ulikuwa wa ukoo wa kweli, lazima utawale. By fire, by force. I say by fire, by force. Mimi nalipiza kisasi, nalipiza kisasi. Ango wako mwenye anafuata mama yangu ndio wa nyuma kwetu.
ango wangu aliyefuata sisa yake ambaye ndio wanyuma kwetu. Sikia, ndiye alikuwa mchungaji katika maeneo ya kwetu. Yani ndiye alikuwa mchungaji, yani miji na miji. Na zamani wachungaji hawakuwa wengi, lakini inaweza kuwa kiwetu kuwa na mchungaji, hakuna mwingine unaweza kusikia. Na shetani akafuatilia, akaua hiyo huduma, akamregesha kwa pombe, akamuweka kwa mambo ya dunia. Wakati ulipofika, nimesimama nitetee, neema angekuwa naye, ninaidai kwa jina la Yesu. Kazi angeifanya, ninaidai kwa jina la Yesu. Makubwa angeyafanya, ninaidai kwa jina la Yesu. Kile angefanya ambacho hakufanya, nimesimama kwa nafasi nikosesi, maana iliachiliwa na Mungu na ilikuwa ya ukoo wa kwetu, lakini shetani ameondoa. Mwanga wa utawala, tunatawala hata siri yasikufanyika. Bwana Yesu asifiwe. Kwani unafikiria unajenga ile nyumba baba yako akijenga? Kwani unafikiria utadrive ile gari babako anadrive? Kiwango chako kile huko. Kiwango chako kile huko. Kiwango chako kile huko. Kama ile mkwaka. Mungu pana kuinanisha. Biashara na kuinanisha. Moyo ya jana. Sabana kuinanisha. Tangia mshindi wewe. Sabana kuinanisha. Heshima ambayo imeondolewa kwa familia ya kwetu, unasimama na unaidai tena. Kwa nini? Uko na domini. Unstable dominion. Unstable dominion. Kama walikuzuilia chama, this is an unstable dominion. Kama ukoo wa kwenu hawakufanikiwa kununua maploti na kujenga ghorofa, miti ambayo inakunja, it is unstable. Wanafanya mistake ya kusimama mbele yako, hawajui ya kwamba neema ya mwaka wa 2026 it is unstable place. Unstable place. Unstable place. Unstable place. Walijaribu, lakini hakuna kitu walifanya. We are coming now. We are in our season. We are in our season. Na season ya kutawala. Utawale kijijini. Utawale kwa pesa. Utawale kwa makazi. Utawale kila mahali. Kuna watu wakiondoka hapa wanaenda kama mshale. I prophesy for you in the name of Jesus. Si Mungu akushangaze wewe. Kabla mwaka utatumika. Si Mungu aridhishe moyo wako. Kabla mwaka utaenda. Bwana aponye roho yako. I
Tumeanza hivi. Tumeanza hivyo. Sikia. 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 Umesikia? Sikiza. Imempendeza Mungu. Nikienda siku ya leo akupe funguo za utawala. Imempendeza Bwana kwa ibada ya leo akufanye Petro. Imempendeza Bwana kwa ibada ya leo akufanye Petro. Haikupendeza jirani yako, haikupendeza rafiki yako, haikupendeza adui yako. Nimesema imempendeza Bwana. Unstable person. Who is the will of God? As you come out of this service, you go and dominion. Mimi nimemwambia Mungu, ile shida nimesumbuana nayo mwaka uliopita ya kuongea mambo ya pesa. Hii mwaka sitaongea mambo ya pesa. No. Hiyo story nimeachana nayo. 2025. 2026 story yangu imebadilika. Sina kusema pesa imepotea. I command the money to come. Hey. And you know what? Kuna masikio. When you call money with the authority of the woman, pesa haina shimo ngumu. Utakuta kwako. Stori yako ibadilike. Stori yako ibadilike. Wawero, kiwango kingi. Stori ibadilike. Stori ibadilike. Now you are operating in a new year, in a new anointing, in a new altar. Kila mahali. Sikiza. Bwana hapa, tukiza. Upoa utina kweli na kwa mbeza niziji. Nikitaka shamba naita pesa, nataka shamba. Yaani si nataka pesa, nataka shamba. Because money is not a problem to me. Sisi ndio kwako. Siko na watu. I command those money. Ni ile pesa hizo. Timo. Amen. Hata Yesu. Amen. Na hapo ndipo nimetoka. Unataka kuanza mambo mtao mzungu mtu wewe. Usipo na Yesu. Ndio yaka na bloko. Amen. Na ndio hapo Amen. Sikiza. Nomba yangu ndio tikiti mwaka onyo. Sio itadeka. Zile nyumba nitadedicate mwaka huu. Hazitahesabika. Nimependa kujikwekesha moja kwa kosi. Hapo ni ambe. Sikiza. Na kama kuna ukamilifu wowote ambao unahitajika kwa maisha yako, ukamilishe. Yeremia kuna ninya ngaiwa milioni ndio Mungu moro neno. Yeremia alikuwa ni bibi ni Mungu wa milioni, jambo gani linaweza kunishinda? Jambo gani? Mungu wake mbele kwenda. Ndio jambo nimetaka. Together ya mwakongi ukutondo ni tukidalita kono. Ukutondo kera wiba au kera wibu muya.
mwaka ungi. Na mpigana mwaka ujao. Luka sasa kitambo ni one mabati. Au taendelea kwa mambo wana mabati. Yes, Amen. Yes, Amen. Because we are serving a mighty God. Wana kutoka wewe mimi. Maandiko yamesema neno uponenya. Nataka kutabiria sasa. Tuiti tukamiliza. Nataka tukamalizie. Mstari wa 3 waasa kila bandu unai wenyu ukabina. Aichao Kila mahali zitakapokanyanga nyayo zenu. Abe mungu na maombi. Abe mungu na nani? Unampa bwana Mungu. Abe mungu na nani? Ukibwa na Yesu wewe unai. Wewe Mungu. Baba yangenyambia ati. Baba yangenyambia ati. Hapa undewe kinya. Hapa undewe kinya. Tukisia. Ona kenda ni ndo kama president. Ona iwa kuwa kina ndio yakini nene. Ona kuwa kina iliyokea. Ba. Sasa. Uba. Ona kera ni biashara ni nini ya kidogo na iwa. Biashara mwingine umetanyanga. Utakunya huyu Umetanyanga. neno ningete oku. Ninaomba nini? Na otoru tumenyeza. Kila bandu unaiwenu utakunya huyu. Neno ningete otoru na muyeye Mose. Kila mahali zitakapojanga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Wale kwa ramia maisha kukuma omundi. Unapaswa kutabiria Ukasa hiyo tulisemu kama naye. fikiri kwa neno tulipa. Omundi Kansia leo. simo shako wa kutoa. Nisha ramia. Zimeisha ndogo. Ibende wa ila wa kuminisho. Nisha ramia. Baba wote wa kuminisho. Nisha ramia. Zimeisha ndogo. Pala wikida. Bali itakanyanga. Ona kero ni kwene. Hadi mwili kwa wenyewe. Wia ni kwa. Kazi ni kwako. Ni kwako. Woshe kana ulireposa. Uichukue ataichukua. Sibusa. Wengine tutawasemea. Hadi tukamaliza kunena. Tutawasamea. Tukamaekea. Wengine tutawasamea. Tukamaekea. Ndio naomba kinakuwa kuna wewe ndani wao unaondoka. Wengine tutawasamea tu. Ikanyanga tukachukua Mwambie mwenzako wengine tutawasamea. Unamwambia mtalipa maeka. Mwambie wengine tutawasamea. Hadi mtalipa maeka. Na wengine hatutawasamea. Hadi mtalipa maeka na maeka. Nataka nikwambie wale ambao hatutawasamea. Ndio wale maeka nao. Sikiliza. Wakati babu yako alishindwa, Ile kumbe watu na wakati nyanya yako alishindwa, wale usiwajue. na ndugu zako na wale watu walikuwa mbele yako walishindwa, Na tukisema alama ya mbele. kile chao kilichukuliwa. Kile kilikuwa chao kilichukuliwa. Kila taicho ni tosi. Kama ni mashamba yalichukuliwa. Kama ni nyumba ni Yesu. Kama ni mamito walikuwa nayo ilichukuliwa. Kama ni msimamo zote. Kama ni magari yao ilichukuliwa. Kama ni gari zote sio. Sasa mahali tunaenda kukanyanga Bala tu ni maeneo ambayo walichukua vitu vyetu. ni mingi la neno sisi mshito. Tukisia. Sikia. Mstari wa 4. Mstari wa 4. Kuma wewe ni wava Lebanon. Wewe ni wava Lebanon. huku na Lebanon ni kwa ya Amaida. Wonanga ya Ibonia. Ukiona Mungu akionyesha Lebanon ni wewe ni wa Lebanon ni wewe wapi? jangwa la Lebanon ni jangwa la Wasomee Kiswahili. Wasomee Kiswahili. Yasiati. Tangu jangwa hii ya mlima huu Lebanon Kuma pa wewe ni wa Lebanon mpaka mto ule mkubwa mpaka pa ushirula mnene mto mkubwa mpaka pa mto mkubwa mto wa Frati mtu wa Frati. nchi ya Waiti Nchi ya nani? ya Waiti Nchi ya nani? Hawaiti hawana bahati. Maana tunatokea na upako usiofika. Waiti hawana bahati. Unajua Waiti ni wale watu walikutawala. Haiti na naka nisumekie Ngoja kidogo. Ulikosa ploti kwa sababu Waiti walitangulia wakanunua zikaisha. wakusia ploti Haiti ni mausia ploti ya bala Usiende kutafuta ploti mahali pengine. kubayo mwenye ploti wa ndani Ploti iko hapo. ploti ya Mungu
umenunua kwa mlembeni zikaisha. Change this one. Hata kama walijenga na wakaziita na estate, wakuuzie. Wakuuzie zikiwa na watu. Mwaka tausina ando. Mimi mwaka uliopita, Mwaka momentiki. mwezi wa kwanza, Mwini wambe. ulipotabiri hapa Uleta adania. na tukaachilia sadaka, Adone chendego. niliitiwa kishaki, Mediwe kisani. niliitiwa kishaki Mediwe kidi. ya stima. Kibikatima. Nikaambiwa wakuja nikuziki kishaki pamoja na mfanyakazi na hiyo nyumba. Mpaka leo nachukua pesa kwa nyumba ya mtu. Nosha akili tumesa mbani ya Mungu. ni mupinga Kristo ni mundu ta na Kristo amba crusade kwa akapinga nonda kana kwa wazaba Yesu nikiona crusade asema pasa ni mjinga sana anajui watu waine biashara gani inalani watu waine ajui mahesabu saa hii umundu nimekalia kichwa yake hivi na mlango kabisa na kulamba sendo kana mama kichwa yake si kiti kichwa na mtu wake kujua Ngoja kwani sema hivyo kiwasi kila alikuwa anafikiria kila waswani haikufanyika yani akaniambia kule nilimlipa cash yani na mwili na video mdume anasema ile waneni na hiyo mashini ilikuwa inatupiga kombe wala wanajua kwa chini hiyo mashini ilikuwa ikishaka mimi sishaki ikiwavishwa mimi sishaki na shaka ikipoeshwa na shaka ikipoeshwa media lakini leo na wakishaka bila nataka anasema wewe wiki iliyopita akanisimamisha akaniambia nataka nikuuzie ile nyumba iko na portion mbili na hiyo sehemu yote hiyo utajuaje kama umetawala wakati utaona adui zako wakianza kukuzia vitu vyako sio zao walifanya kukuibia ni wewe ungekuwa nayo walifanya kuiba wengine wanafanya kukurejeshea na naye tawasio sipako Nilinunua na nikalitoa pesa kwako. Nikwambie within 1 year mwaka nyumba kilichuki individual loan ya ngili na 5 ndio kwanza gani iko account ni ile December nimelipa ya kusula. Sikiza. Hakuna siku moja nishatuma nishalipa hiyo loan ya KCB. Nikasema nitalipa loan hiyo. Ni wakati ukifika wanapata hiyo account ambayo inaweka pesa kishani na pesa ya kutosha. Mimi kwa ile video mbele sio ya kuenda kwa sababu. So, kuanzia mwezi wa 12 Watakuwa 14 loan imeisha. Saa hii nimebadilisha kwa sababu loan imeisha kwa hiyo pesa ikuje nikule sana. Na pesa matunda. ile ya mwisho. Unstable domain. Usumbe kiasieka. Ningekuombea Mungu afungue akili yako. Ndivyo ndivyo yako. Na uelewe yale mambo Mungu ameweka mbele yako. Kama ni madona ndio ulitenda wako.
Watu wanatuita watu wa majini, hawajui. Mapita mama hivyo lakini It is the grace working. When the grace start to work in you, people without you, without you. Na kama hautafikia mahali watu wa kushuku, neema bado hujafikia. Mambo masi hii. Mambo nasema, tukimalizia sasa. Kutekele wa Mungu ona hiyo. Kutekele wa Mungu uzaba tano. Kutekele wa Mungu asema Mungu atakuwa na mtu. Tukisema nani? Amen. Yani Mungu anasema mwaka huu katika maisha yako akapata onekana mtu yote kama mwanawe yako kwa maisha yako atakaye simama mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Hakutaonekana pepo, hakutaonekana mchawi, hakutaonekana hali yoyote itakayosimama mbele yako. Nakutabiria leo na mtu atasimama mbele yako. Nani kasimama mbele yako? Sikia. Hakutaonekana. Yani mwaka huu mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Mungu anasema hapana mtu atasimama mbele yako. Hakuna changamoto itasimama mbele yako. Hakuna changamoto itasimama mbele yako. Ukiona mambo inakuja, usizo umetoka wapi? Nimetajiriwa. Wewe mambo mengine tutakule kumezama. Amen. Amen. Hakuna 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 shetani, hakuna mdamu, hakuna shida, hakuna mauti, hakuna magonjwa. Hakuna kitu kitakachosimama mbele ya maisha yako, mbele ya nyumba yako, mbele ya watoto wako. Mbele iko sawa. Nilikuombea. Kitu kisi. Kiza. Ninaona wewe wangai. Nguvu za Mungu ziko hapa. Mmonene mno. Ni kubwa sana. Jana hisi mwaka huu. Mimi nilisema mwaka huu. Passport mako ito mama visa nituambise kubali. Passport inatoka visa kwa. Na nikite teke ilika wapi? Kujina huu. Kabla siingia ndege mwaka huu. Kabla siingia ndege mwaka huu. Unakira nina shughuli. Ala wala sina shughuli. Airport Nenda airport niingie ndege. Sasa na hii hapa kwa hewa. Sikiza. Ndalikite kauni nguwe bye-bye makuweni bye-bye Kenya. Si kama singia kauna Nasa Kenya ni Tanzania ino. Nasene Uganda. Ni Uganda. That's spirit of dominion already because you know. Spidi ya usinde kwa hiyo. Bwana siku. Siku kujigamba, siku kujigamba. We are coming Christ. We are carrying Christ. We are carrying power. We are unstoppable Christ. Unstoppable dominion.
Hakuna hasara utaenda. Bila hasara wewe. Mwaka huu iko. Sinimalizi. Na kusema hivi. Ndio. Muzaliwe asante. Sasa nasema. Mwanga hivi msimu tutomwa nyingi. Soma mstari wa 5 mwanini. Mstari wa 5 nasema. Hata kuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Yote yameonekana wako kama nilivyokuwa pamoja na Musa. Wewe na Mose. Wewe na Mose. Yes. Wewe na Mose. Alikuwa Musa. Ndivyo mtakao wewe na Mose. Ndio ukende wa mama nenu nitakuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia. Kwa hiyo maisha ya kupungukia imeisha. Sikiza. Inatangaza nasi ati tangazo linasema alabalongo ndio hii barabara yote atangiwa masumike waokovu wa tawala kwa kama hata kisheni kukiwa potential kwa masumike meke mauya wapendo wengi biashara makati neba ya kwa ndaya wakaguse kwa ndaya hapo. Yesu ataiwe. Amen. Na ngalikwingi na pande hii nyingine kwa heri tuisumbe kambaka heri tutawale mpaka hapa. Adubali vitito watu wa vitito tuisa kuitegela ate Mungu ni muraibu wa Mungu na ipike tambe wangu hata mtu anarudi sana kwa ndoto zaidi yako. Haitawezekana. Akumie kititi amelala tuikeruka au si anaanza na kushinda atuikae biashara yake ya kuungama na kuya kwa mimi biashara yake lazima nimekataa. Anatoka corona anjiondoe tu. Atujui. Bwana sifiwe. Because it is a year of dominion. Maana ni mwaka wa kutawala. Nasikia? Naiba. Pata nafasi ya kutawala. Ya kusudi. Maana kama haikende Mungu kwa mama wangu. Otundu nebi wa Mose. Ndio kwa na Musa. Ngende wana ndivyo nitakuwa. Nitakunibia. Sitakupungukia. Unaandika utia wala sitakuacha. Hadi musumuka mkawidenga yaendie. Utapata Mungu ameenda. Hakuna siku tamko upate Mungu hayuko. Hakuna siku taita Mungu akose kuonekana. Sikia nikwambie. Hatutawauzia ploti watu watatuuzia. Hatutawauzia mashamba watu watatuuzia. Because it is a year of kusudi. Amen. I want to pray for you. Nenda kuhoya. As we finish our service. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu wako nasema, wewe unaamua kwa sasa. Mtu wa Mungu, mwana wa Mungu. Nimeamua niingie kwa position yangu. Sikiza. Ninaamua kulika. Mwana ni wako. Peka tabia ngwenda kuteje. Kuna tabia nataka nikusaidie. Maana itakuharibia. Tunyamaza kwanza. Ndio dini ndio kwa nani? Maana itakuharibia destiny yako. Ndicho kwa nani ya kuone wapi? Joshua wati. Joshua ameambiwa, isuge jitunze, wikae kulingana. Utende kulingana uponde ula waandikile. Na yote ambayo imeandikwa. Ndokese. Sikiza. Na Joshua wati. Joshua kaambiwa, hebu kulele amea utekaweka na wao. Kitabu cha Torati kisitoke kinywani mwako. Abadila mumye siembe ni mama kibudini. Wabudu wametoka siembe na alama na wana wa hapa.
Wenda ufaulu mwaka huu. Ukitaka kufaulu mwaka huu, isubie wiki uondoka maandiko yote tone yangu. Jitunze ufanye kulingana na kile kimeandikwa kwa Biblia. Amen. Wikaingia ati Uwe unatenda. Mambo baada na baraka. Naweza kupasa Mungu kwa basi. Nikakuwa siku kusema kuja. Unaweza kimbia Basi tunasemaje? Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Yatafakari maneno yake mchana nini? Na usiku. Upate kutenda sawa sawa. Upate kutenda. Nende sawa sawa. Yaani Biblia inasema nende sawa sawa. Nenda kufafanua kila kitu sawa sawa. Na kukuanzia kile sawa 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 ni Mungu kuanda vizuri. Okay, the devil is a liar. Shetani ni mkengani. Uchukua mstari mmoja anatoa ile mstari kako na ile value yake. Osta mstari hapo ni kabadi, kama na value mbele wake. Anakuachia mstari ule mwingine. Ndio mstari wangu. Mambo kama haya. Sawa sawa. Utende sawa sawa. Weka kuyanana. Sawa sawa. Sawa sawa. Mwekate kwa ngazi abedi. Msipatie watumishi wa Bwana Yesu. Amen. Wale watoto wa Pastor Edward. Sema si Pastor Edward. Make sure you do the word of God. Ikije nobeka kulia neno yake. Amen. Amen. Make sure umefanya. Kile nweka. Utawala au kudai kwa mtu ambaye anashikanyangia sheria za Mungu chini. Usipe kidogo hapa mundu kina ngie. Ngie yangai Umesikiza? Amen. Kama ningekuwa nimeingia kwa china niingie na roho zile watu wanaingianga nazo. Kika na nikile kwa chini na na baba wewe anabika. Roho za dhambi, Taiwan 9 giza kibidu. Ile heshima Mungu amenishimisha kwa Mungu. Ndaile sasa uno. Bikiti de ndoa neteza kwa. Bwana sasa. Amen. Listen to me. Bikisi. Biblia inasema utende sawa sawa. Wewe kulingana. Ukiangalia record ya watoto wako kama umesema ni giving, watu hawatoroki kanisa ati watakuja giving ikiisha. Kama si mtu wa kutawala, Kama na kunya, sasa sienda hadi ya kunya. unajua tunakuwa na shida mingi sana. Vile anadena Mungu. Sasa mimi kwa kunyamaza because hapo hakutaki. Yes. Hivyo Hapa hataki nini? haya. Kuna watu tukisikia kanisa iko na project watu wanaama. Hawakuja baba. Baba hiyo kipindi kiishi. Bila kunyoa. Hiyo ni roho ya shetani. Usuni bero wasa. Haya. Bwana sasa. Amen. Ni nani mtoto akikosa akimpiga anaenda kukaa kwa jirani na arudi nyumbani? Mmoja kana kwa kusema kuna anagaidi. Anapigwa alafu anaingia kwa nyumba. Hakuna anaiti kanoma. Haya. Bwana sasa. Amen. Kuna watoto wengi kama ni kazi uko nayo. Najua kivudini wako na kazi. Hapa tuko na kazi. Kila mahali kuna kazi. Watoto wanajificha, wanaingiza shimo kama kope. Unaficha shimo. Makibida mkingo makoini. Aya, hiyo sio kufanya sawa. Hiyo sio sawa. Hamwezi sawa. Ya mnamotisa. Si sawa. Sawa ni kusema niko ready nikufe na mchungaji. Niko ready nikufe na kwa ile. Niko ready nikufe kwa hii kazi ya Mungu. Hapo ni kwa yako wanga. Hili gema. Yala kilukuje kumbe uchona. Ama ni fungu la fungu naona. Uchona. Kile kilukuje kumbe kana. Watoto unaona acha kutoka kwa nini lakini kilukuje kumbe. Ndio boya. Ona kusi anasia. Sasa ndio Sele go. Amen. Amen. Dunia nitaikoje? Naendelea kutahiri sana. Sasa Ndio tuanze kuongea. tuko Tuanze. Yesu ataiwe. Amen. Kama ni fungu la 10. Kama ni This is the will of God. Biblia inasema leteni fungu kamili. Kilungu kiane. Nataka hiyo saka, hiyo kamili angalia Malaki. Kamili, nataka hiyo kamili. Hiyo kamili ndio watu waangaliani inasema kamili is not to give to evil to kwa sababu pasa haone ni kamili, yani iwe kamili. Sio kumbe tu basi. Hata kama ni komboli iwe kamili. Kama ni 10 iwe ni kamili. Kama ni 200 iwe ni kamili. Maana ndio amen. Amen. Chapter 3. Leteni zaka kamili ghalani. Mimi nataka hiyo kamili. Hiyo Biblia inasema kamili. Kile tunastahili kuhubiri si fungu la 10. Fungu la 10 ni jina kubwa. Lakini katikati
the right thing. Kamili. Kamili. Uyani. Akana na kwa kimje. Ndio na kwa wangilie 10 na wala timbe yani. Ndio kukwenda bibi. Aya. Aya. Yesu alewe. Amen. Noto na kwa toa. Ndio kijana. Una load ni gumu nimje. Kabisa. Kwa nini? Ni kitu ambacho kinakuja kwa mikono yako. Nikilitoka Mungu ni mama. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wetu tumelemewa na mapendi, tumelemewa na roho. Kwa sababu gani? Lakini si waaminifu. Ile kukula ikakukula. Ulikuwa nayo lakini imekumaliza, hata kile ulikuwa nacho kimeisha. Huwa yeye ni mtoto wako. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Inakula hiyo inamaliza. Alafu inafuatilia kile ambacho kimekupata ukiwa nani. Na hiki na hili ngitie kwa msikia. Ulichukua loni kuwa na ng'ombe, ukiwa na mbuzi, lakini loni imekataa kulipika. Ukauza ng'ombe zikaisha, ukauza mbuzi zikaisha, ukauza kichaka kikaisha, ukauza pikipiki. Kwa sababu gani? Ulikataa kufanya ile kamili. Kuyamisha yani. Amen. Yesu apewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu gani? The same God anajua. Anajua. Ukamilifu unamaanisha nini? Yani wewe shaka. Nene na record mingi ya ndino kwenye niko na record ya hicho ndio sababu nitangaza hapa tunasema. Hizi tunasikia mwako na makajana. Kwa mwaka wewe. Sandaka imeenda juu na around 1600. Sandaka. Tembe ndio ile kwa wengine maana mama. 60,000. Nini ya mlanga? Ilipanda juu na 60,000. Ya bado wengine ya mlanga. Kile kiwango tulikuwa. Lazima angalau na hii. Mahali tumefikia. Wala tumefikia. Ndio mahesabu nafanyanga personally kama mchungaji. Sasa usije kaangalia. Kwa sababu zaki niwe lawama kwa Mungu. Ndio kwa ndio kama na mimi mchukua ni dhambi. Isipokuwa ni yangu ni juu. Atio kabisa ni chapa. Isipokuwa ni juu yangu. Ona kuni leo hapa. Nataka nifanye. Nienda andike. So nikiangalia na offering imeenda juu na around 60,000. Bebe ambayo inajinywa kwanza. Haya nikichukua fungu la 10 ya mwaka jana yote. Mwaka wewe bwana. Na fungu la 10 la mwaka huu. Na mwaka wa 10. Yaani mwaka huu umeenda juu na 700. Mwaka wewe ndio una maana moja. Sisi ndio maana moja. 700. So inamaanisha kwamba watu wamegomea. Kwa sababu mwaka mzima lazima tuwe na growth. Mwaka mwema mwingine ndio tena kupeana. Ndio ngoni. Hiyo kitabu nimeacha. Sikia, education Sunday School 2023 Sunday School ilikuwa 16,000. Jambo ya ingine kwa Mwaka mzima. 2024 tabu nimeona ilikuwa 18,000. Ile 18 Mwaka jana. mwaka wewe Mwaka uliopita sasa tunafanya leo. Tabu ya watoto ilikuwa 30,000 plus. ya ingine ndio mwenda Sunday school. Amen. Apewe Yesu. Kwa hiyo inamaanisha kwamba watoto wako na growth. Sasa sina kuenda. Kutoka 18 to 30. It means that watoto wamejikaza, wazazi wamejikaza kwa kupea watoto wengi. Sana mbele usingembele. Na nikasema I'm expecting this year watoto wa Sunday school wawe na dhambi 45 to 50,000. Ni expect hiyo mwaka wewe with the clipboard ndio kwenda. Nimeenda kuwanunulia zawadi hizi zawadi za watoto wa Sunday school. Beseni nimeenda nikanunua zote, nilipojumuisha nikaenda nikanunua vitu ya 35,000 hata nikaongeza. Hizi vitu tumenunulia watoto wa prayer Sunday ni vitu ya 35,000 hapa. Sisi si amini nimeongea tu nitano kwamba Bwana sio sana. Hivi kuna wakati mtoto wa Sunday school hapa atapewa baiskeli ya moda itakaenda nayo shuleni.
because we are moving. Mungu nitolete. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Receive my son. Bwana Yesu asifiwe sana. So inamaanisha nini? Inamaanisha jambo. Mimi niko na swali. Kwa nini fungu la 10 ilienda juu na 700 peke yake? Mimi kinungu chapa na maana moja. It means that maybe kuna watu walikuwa na toa waliacha. Pele Mungu sasa kinungu chapa na nako. Kama kuna wengine ambao hawatoi ile kamili. Kana They just give because wamepata nafasi. Mungu asiamone basa. Pia inamaanisha kwamba inaweza kuwa kuna wengine kuanzia mwaka uanze Januari mpaka Disemba utawahi simama na fungu la 10. Pia niulize swali. Wewe kama mama mbika Disemba ndio kama ndio Ngoja waombe. Uko hapa na mwaka uliopita kuanzia Januari mpaka Disemba utawahi shuhudia siku moja ukitoa fungu lako la 10. Unaweza kuinua mkono. Na ungine kwako. Haya. Ungine kwako. Kama ndio kuchagua mwaka mmoja. Unajua tunakombolewa hivyo. Ni kubwa kabisa ile kaya Mungu. Unasema basi tangia Januari hiyo mwaka ulipita. Sidhani siku moja nikitoa fungu la 10 yangu. Kama jana nikaanza kunungojea 10 kabisa. Kwenda kwako hiyo. Wiki kwa mbele. Ngengane. Hata usidanganye. Akayongengane mimi nitalai kwani na rika kote. Ngoja na mimi kuuliomwe huyo ngeni tabu na John ngena ndio kuye. Hayo ngene ngoja kabuni. Ai. Ona roba kwa mmoja kasa. Yes sir. It's not a something to shame you. But Kiki ni jambo kupigia ni kukua because it is the promises, it is the word of God. Ni wewe ufanye hivyo. Kikao. Yesu ataenda. Maana angetaenda. Kalia tuteni. Mungu akusaidie. Na tuide hiyo kanini. Na tubadilike na wakati. Yesu ataenda. Amen. Je, pastor nani ukitabu ni ndio Mungu wake ndio kitawaambia. Ama Mimi napigania na Mungu sababu ya kutoa Amangiwa sadaka. Kweli. pastor nani amangiwa. Mimi ni mtoaji. Kweli. Na hiyo kwangu sina nani. Nachukua katika nani. Unajua nilianza lini? Kitabu. Nilianza siku moja. Niambie ile mtandao Tena alifukuzwa. Benya alombe Akisomea safety kwa wapi sisi. Aiba ndio Makidu Gaos. Na akaja nikakosa kumlipia pesa. Na leo mwibia pesa. Ndani nikawa na Biblia tu niko nazo lakini inamwambia ngojea tu. Ninasema kitu ndani ya wiki wa dhala. Wiki ikiisha, Wiki wa dhala. tuliimbiwa saa 1 ya jioni. Twangeiwe dukani saa moja hiyo. Mtu akaingia kwa mfaa mask Mungu atikaye kile mask na maguo. na makola. Hata ile ndugu wako kaingia kati roho. Akamrudia mkono yake. Sikia. Alimstua nje pale akainua. Hapa ndio roho yake kidogo. Sasa jamaa alipochomoa nguo, Ile jamaa sio mwema alikuwa hapo pia. Bwana mwema hiyo. Sema mwizi. Unajua ni pesa ilikuwa imewekwa kwa na tulikuwa zote zikuwapata vile tulikuwa na chochote. Sasa kukimbia Kusemba. pesa zikaanza kurushwa na hewa. Waizi badala watu wakimbie wanishikie mwizi wanakimbia wakiokota. Nasema kwa pesa mandao kwa nini? Mali alienda kushikiwa. Baka wakwate iwe. Alipatikana na 1000. Hapo ile na kiliomo. For 74,000, 1,000 tulipata. Gilinga kwa mwanza na ile ndipo wapi. Na siku tukaletewa 50 na mama moja akasema basi hivi 50 nilichukua wakati watu walipata kimbiza. Video ni wangu tena nimesembe. Kwa hivyo mwizi hapo kula pesa zangu. Kingeki haya mbele yako. Pesa zangu zililiwa na watu. Mbele kwa sawa nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Nikauliza Mungu kwa nini? Na kudanganya. Mungu akaniambia pengine hao watu walikuwa wanahitaji hiyo pesa. Angabe na mtu ambaye sisi. Nikakaa tena. Na ujinga nikakaa na ujinga. Siku moja nilikuwa nahitaji ya pesa sana. Na ina pesa mnoko dana. Nikiwa nimelala Ngome yetu tu kwa nyumba. Ilikuwa siku ya Saturday. Na kuna pre-wedding nilikuwa nimealikwa kaseme hivi. Leo president na Nikasikia Wavinya anaongea kwa redio ya ene. leo vile ene kwa ene. Tuma tiketi ndio hiyo, tuma upate. Asante fulani kwa maana umeshinda. Wewe namba 1 wetu ni fulani. Vamina akatenona. No weka ngecho kindu. Lecha leo ndanga sasa hii. Dominic Mutuko wa Mwindi. Ni mwandika idhaone. Ameingia kwa Ni namba 1. Niwe na mbele. Kuna pesa nitakula. Ilikuwa
ilikuwa 150 yote. Nikatuma. Sile nilikuwa nazo kwa simu zikaisha. Nikaingia kwa akaunti ya Equity. Nikatuma. Equity ikaisha. Nikapigia Mbugwa. Niwekee 10,000. Ninatuma inaisha niwekee 10,000. Ninameona hata huyu kumwambia niwekee 10,000. Nikatuma. 139. 139,000. Nikitaka kukula. Ndio kuangaliwa hivi. Sasa nikangojea sasa hivi nakunywa maji nasikia yeye. Simama nasikia simama. Kila kitu kazi nimetumia everything sales zote. Nimetumia kila kitu. Na inuka tunalala nasikia hapana hii gitara ni kama sile yangu. Na ngojea sasa hiyo ameweka wimbo kidogo ndio sasa atangaze mshindi. Kitambo atangaze msikashikia mshindi wa kwanza so usikushinda. Nikatangazwa namba ngapi? Namba ile. Pesa imeenda. Kile nilipata ni bonus ya 25,000 ya nilirejeshwa. So 139 minus 25 ni ngapi? Fanyia mahesabu. 139 minus 114 ndio ilienda na redio ya Hene. Nikakaa chini nikajiita kama mkutano. Naye nataka kuomba na wewe. Ujinga huu ni kilo ngapi? Tumangule teta. Takia niokoke. Kumanda ndiwe. Nishasimama kwa madhabahu ya Mungu na 10,000. Na mwenendo wa ngeli. Ama 1,100 nikawekelea. Kana kile ya ngeli. Nishatoa hiyo dhambi. Unamsema wewe hapana. Aje. Nikaambiwa na roho. Leo nilikuwa ni funzo. Kuanzia sasa nataka ujue kwamba na wake wa Musa hakuna kile kitu ambacho uweze ukapea Mungu. Kwa sababu mimi kimi kwangu si shida. Nikaulizwa nilienda kwa madhabahu ya Ene. Ene ni madhabahu gani? Ene ni ndio kile tu. Mimi mwenyewe nikainuka na nikisema sina hata period, roho akaniambia hata period ulikuwa umeandikwa kama mgeni wa shida. Enda period wetu ndio mwana yake. Nikaoga nikaenda period kana nikatoa ngapi? Nikamwambia Mungu nimeamka akili na nimejua kweli kabisa nikiachilia kwako inaweza kurudi tena. Nina kidogo. Nilienda hivyo yangu. Chendi. Ndio try hiyo mchezo wewe. Ukarada mwana wa Yesu. Wewe tate. Emu hata leo. Ndio atatie. Kaone. Alama atatie mpaka wazi. Aya. Wewe kwani ni chawini. Na ni kaile nini? Ulama yeye. Nani alikula? Okay, paya kama. Ulitumia pesa ngapi? Nenda au hiyo change. Mundu mwe wanatia tu ile pesa yako. Ile pesa kusaidia watu kisa. Utitatumete. Tuma kitende, tuma namba ya pasa kila mtu. Tuma ina maana sio kitende. Every day send there. Send wapi? Ukisikia pesa unataka kutumia kwa tabu hiyo kitu. Tuma kwa madhabahu. Amen. Hii ile karata ambayo haita kunyamazia. Wewe mundu wale kile hiki kana kile. Wala wayeno. Sasa anaongea kwa maana ni mtihani wa kuqualify out to serve the Lord. Because kwake kutoa 10,000 kama hiyo inaenda kwake shida. Na ndani no ikala. Nikaenda kwa na Mungu. Unge mwingine haya. Yes, hata hiyo. Amen. Yes. Na usiseme ni mjinga hata sisi tulikuwa wajinga. No. Aye. Inakupatanga tu ukiwa haujui. Ilikuwa hata hizi katika itikadi. Kwa hivyo Biblia inasema leta saka kamili Ende kilungu kionde. kutoka hiyo siku. Kuna mdanosu. Nilimwambia Mungu. Nige ngai. Nimepona. Ninapo. Amen. So mimi nishapona na mimi sikiangi tukikuba nikipea Mungu. Niliba bila kunena ngai. Kwa sababu nishamshu. Kwa hizi
Mwizi akachukua, tukamkamata, hakuna pesa. Kingicha kwa kuingiza pesa. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nangi kwa M-Pesa kuja. Na wengine kwa M-Pesa kuibiwa. Siku moja Watanao nilichukuliwa sauti yangu. Ndio wazee wao. Na wakora. Nia. Na wakali na mwema akiwa kazini. Na mambo ana mwema ewe yale. Na sijui watu wakaconnect pia na Mbena akiwa hapa kazini. Na lazima connect na mwenye bawe yale. Heri, ongea na baba yako. Ndio mnaidi yako. Pea hawa watu pesa. Nilikuwa niambiwa nitoe pesa, ni transfer pesa. Nimishe atoe. Sasa wananifungia sauti, wanamuongelesha. Wananifungia sauti, wanamuongelesha. Wanamfungia sauti, wananiongelesha. Sasa simu yangu ikawa imepigwa. Nikaona hii ni nini sasa? Kitambo tujue. Nichukue simu nyingine ya mtu mahali nipige simu nyingine kazini. Tayari simu ilikuwa pesa ngapi? Mwema akaibiwa, pia Bena akaibiwa, tulijua watu watatu once. Kwanza ilikonektiwa ya Bena, ikaoneka akaona ametumiwa pesa na Mwema. Na within a second zake zimetoka na hizo za Mwema. So familia moja within 5 minutes kila mtu akaamka. Bena anadai Mwema na Mwema na mdai. Bwana sifiwe sana. Amen. Mungu atupe neema. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tumalizie, tusimame na miguu yetu mbele za Bwana. Tuko na mama yetu Dawanda. The year of dominion. Mwaka wa sulbin. Shala dadu sataba dabada. Dako sata. Nataka uinue mikono yako mwambie Yesu. Ndio kile mwaka wa Yesu. Shala baba bagos. Ndio mikono yako, tunaenda kupokea neema. Oh, ya dominion. Wewe wasumbuke. Oh, ya dominion. Wewe wasumbuke. Unstable dominion. Wewe unashika. Shakala baba bagos. Shakala baba bagos. Anza kuomba. Mwambie Bwana. Nimenyanyasa ya kutosha. Nimeibiwa ya kutosha. Nimezuiliwa ya kutosha.
wakati ambao tunaenda kupokea neema ambayo itaenda kukusaidia. Kuna watu wanaenda kupokea neema ya kimataifa. Kuna watu ambao wataenda kuinuliwa. Kuna watu ambao wataenda kuvalisha nguo ya utukufu. Kuna watu watapewa jina jipya. Kuna watu wataondolewa aibu. Kuna watu wataendelewa kicheko. Watu wajue sauti yako iko chini. Uko pale na unasema mtu wa Mungu. Mimi nahitaji neema mwaka huu. Wengine wanalia kwa ajili ya watoto wao. Wengine wanalia kwa ajili ya ndoa zao. Wengine wanalia, wanauliza Bwana, ni lini utakapokuja kwangu? Ni lini utakao nitembelea? I want to prophesy and to declare to you. It is your time now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. It is your time now. Bwana yuko tayari kukupaka na mafuta mapya. Yuko tayari kubadilisha maisha yako. Uko pale na nasema paza nimechoka. Maisha ya kawaida. I need a new anointing. Can you come? Okay. Mando sata da. We are saying unasema nimechoka. Oh. Sata la. Ebeneza. Chochote walichokuibia natangaza kikaregesho. Hiyo baraka, hizo nyota zote, chochote walichoiba sakoa kwenu, Bwana akaregeshe. Aguzo machozi, mwaka jana umekaa kwa kulia, mwaka huo utalia tena. Mwaka jana umekaa kwa kutibia, mwaka huo utatimia tena. Nasema mwaka jana ulikuwa mwaka wa machozi, lakini mwaka huu ni mwaka wa kupangusha, ni mwaka wa kupangusha, ni mwaka wa kupangusha. Kuna kitu Bwana anatenda. Omba.
giza zinavunjwa, zinavunjwa, hizo vizuizi vinavunjwa, zinavunjwa leo. Nasema sasa, nasema sasa,